Ndugu msikilizaji, karibu kwa fundisho letu la leo. Kichwa chake ni usipoteze muda wako wa lockdown. Usipoteze muda wako wa lockdown. Muda huu ambao tumefungiwa manyumbani, watu waendi kazini, watoto wako shuleni, tuko manyumbani kwa kiasi kubwa, tusije tukaupoteza na lockdown na nyingine yoyote kwa maisha yako. Kuna lockdown nyingi tu. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoithi kutokea jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Ni miezi 7 sasa, karibia au zaidi, tangu janga hili la corona litupate duniani nzima. Hapa Kenya ili janga nakumbuka liliingia tarehe 13, ilikuwa ni Ijumaa, mwezi wa 3 mwaka 2020. Ndio kesi ya kwanza imeripotiwa hapa Kenya. Hasa ni karibia miezi 4 tangu janga hili la corona lifike hapa kwetu Kenya. Nakumbuka nilikuwa kwenye huduma katika maeneo ya Taita Taveta hadi Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka huu. Ilikuwa ni wiki moja unusu ambayo ilikuwa ni ngumu mno kwa huduma. Miaka yote ambayo nilikuwa kwenye huduma, hii ndio ilikuwa huduma ngumu kabisa kuliko zingine zote. Kwa maana watu walikuwa na hofu, watu walikuwa na uoga, watu walikuwa ni kama wanaomboleza. Maeneo mengi unaenda kwa huduma, unangojea upate hall imejaa, kanisa limejaa, unapata watu 4, watu 6. Watu haji kabisa, wameogopa corona. Sehemu moja nakumbuka tulienda na padri, tukaendesha gari kilomita kama 7-8 au pengine hata 10. Na tulipofika pale semina kanisa tunaingia, tulipata mwanaume mmoja na mke wake, watu wawili, couple moja peke yake. Watu hawakuja kabisa, wanaogopa corona. Ilikuwa ni muda mgumu sana. Lakini nakumbuka nikimalizia ile huduma pale Taveta mjini, Jumapili ile watu walikuja kadhaa kanisani kabla makanisa hajafungwa. Na nilipata muda mzuri wa kuhubiri. Nakumbuka katika mahubiri yangu, jambo moja ambalo lilikuwa natia mkazo sana ili kuweza kuondolea watu uoga, ilikuwa ni kueleza Wakristo kwamba kwenye Mathayo 10:28 Yesu anatuambia tusiogope wale wanaweza kuua mwili tu, bali tuogope yule anaweza kuua mwili na roho kule jehanamu. Tusiogope wanadamu wanaweza kuua mwili tu, bali tumogope yeye Mungu anaweza kukua mwili wako na roho yako ipeleke jehanamu. Sasa nikaa nieleza Wakristo ya kwamba corona, yaani ikawa mbaya kweli kwa maisha yako, inaweza kuua mwili tu, lakini haiwezi kuua roho yako. Haiwezi fikia nafsi yako. Nafsi yako na roho yako inauliwa na dhambi tu. Na nikawa nachekesha Wakristo kweli ya kwamba tunaogopa corona, najifungia kwenye majumba, hata toki hata salamu, lakini hatuogopi dhambi ambayo inaua mwili na roho. Ilikuwa ni wakati mgumu mno. Na niliporudi nyumbani, nakumbuka dunia ilikuwa ni kana kwamba inaomboleza. Watu wametulia. Hata ukijaribu kuhubiri neno la Mungu, watu wanakuambia pana, wakati si mzuri. Wakati watu ni kama wanaomboleza, tulia bwana. Ni kana kwamba kwangu mimi niliona kana kwamba Wakristo tulichukulia ni kama Kristo amerudi kaburini, hayupo hai tena. Ni kama tumepoteza matumaini kabisa kabisa kabisa. Lakini ndani mwangu bado nilikuwa nachomeka. Yaani nilikuwa nasikia kuna kitu jamani, ni kama nachemka humo ndani. Natamani nimhubiri Ukristo mshindi, lakini naambiwa tulia. Nakumbuka adui alijaribu sana hata kutumia watu wa karibu sana na mimi, hata kiroho. Alijaribu sana kuwatumia kunivuta chini ili nisiendelee na kutoa neno. Si wakati mzuri, tutulie kwanza, tumsikize. Ni sawa tumsikize Mungu, lakini neno la Mungu lazima lihubiriwe. Baada ya kumsikiza atunyamaze, lazima tuhubiri, kwa maana Kristo ni mfufuka na ameshinda daima. Ilikuwa ni wakati mgumu mno. Mpaka wakati mmoja nikasema okay, sawa, wacha nitulie, nisahau inayotendeka duniani, nijifanye kana kwamba sijui au sioni, niendelee kuandika kitabu changu cha 5 ambacho naandika. Kitabu ambao kinaitwa kwa Kiingereza Created Blessed Not Cursed. Tuliumbwa wabarikiwa sio walaaniwa. Na nikaanza kweli, nitulie, nisahau kama wale wengine nisahau, lakini singeweza. Ndani jamani kulikuwa kuna kitu kinachemka. Hicho kitu ndio kuzaliwa kwa mafundisho haya ya mtandao.
ndio YouTube channel hii imezaliwa. Si kitu ambacho nilipanga. Kwa miaka mingi nilikuwa kwa umbali na Dania siku moja nitatumia mitandao kuhubiri, lakini sikupanga kabisa. Yaani kilitoka tu chenyewe kwa kuona tunaishi kana kwamba Kristo amerudi kaburini. Ndio kikazaliwa hichi kitoto ambacho naomba ukiombee. Naomba ukiombee sana, ili Mungu akipenda kiendelee. Baadaye tutakuwa na wahubiri tofauti toka kwa Catholic Charismatic Renewal. Tunahubiri pamoja katika mtandao huu. Bado tuko kwenye lockdown. Mataifa yameanza kufunguliwa lakini bado mambo hayajarudi sasa kabisa. Lakini naomba niseme hivi. Mtandao huu na mahubiri haya sio kanisa lingine. Kabisa sio kanisa naloanzisha, sitawahi. Kwa kitabu changu No Reason for Division, hakuna sababu ya mgawanyiko. Msingi mkubwa wa kile kitabu ni neno la Mungu. Kristo kabla ya kuteswa, kufa, kufuka na kupaa mbinguni alituombea. Na Yesu anaomba, anasema, Baba, naomba wawe kitu kimoja. Yesu aliomba kanisa tuwe kitu kimoja. Mungu hakutamani migawanyiko tulie naye. Anataka tuwe kitu kimoja. Aliomba, analia, anaugua. Anasema, Baba, naomba wawe kitu kimoja kama ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Na waombea sio hawa tu, mpaka wale watakaosikia neno langu kupitia kwa hawa. Hata sisi tuliombewa na Kristo tuwe kitu kimoja. Ukisoma hiyo Yohane, Injili ya Yohane 17, mstari ule wa 11, uruke mstari wa 20 hadi 23, kwenye verses hizo 5, Yesu anatamka umoja mara 5. Kwenye verses 5 anatamka umoja mara 5. Natamani kubaki kwenye umoja kwa mwili wa Kristo. So sianzishi kanisa kabisa. Mimi bado nasema ni fully Catholic, fully charismatic. Niko chini ya mamlaka ya kanisa. Na nasema waziwazi, kanisa leo ikaniambia, Steve, haya mahubiri ya mtandao kuanzia leo wacha, hakika nitawacha. Kwa sababu natamani kuwa mnyenyekevu na mtiifu. Najua faida yake. Kwenye kitabu hicho cha No Reason for Division nimezungumzia unyenyekevu na utiifu kama nguzo zile kuu zaidi za ufalme wa mbinguni. Two of the greatest virtues, humility and obedience, unyenyekevu na utii. Napenda padri mmoja anaitwa Padre Pio. Padre Pio, Mungu alimtumia sana, alitumia kutenda miujiza mingi, watu wengi walipona. Alikuwa na mafunuo ya ajabu. Lakini wakati mmoja hakueleweka na akafungiwa. Akaambiwa hamna hata kutoa misa za hadharani. Ilibidi atii. Hata kuungamisha watu kitubio hamna. Akafungiwa, akawekwa kwenye sela, chumba hapo atoki. Yaani ile ilikuwa ni lockdown ya namna fulani. Lakini Padre Pio alitii. Ukisoma historia ya Padre Pio utaona ya kwamba akiwa kwenye sela zile ndio Mungu anampa kipaji kingine kinaitwa bilocation. Yaani unaweza kuwa sehemu mbili mara moja. Uko hapa, Mungu anakunyanyua vile alimnyanyua ni Tomaso au ni Filipo. Anajipata yuko kwenye yule Ethiopia, yule Myunaki yule. Asa pale unabaki hapa na uko kule. Asa inawezekana wakati ule yuko kwenye sela, yuko kwenye lockdown, Mungu amemnyanyua mleta Kenya kwenye parokia yangu hapa Cathedral. Padri wa Cathedral anapiga padri mahali yuko kwenye sela, Padre Pio, anamwambia asante kwa kumtuma Padre Pio aje atuhubirie. Ambia jamani, na mtumaji na yuko kwenye sela. Ambia si amekuwa hapa weekendi. Anakimbia kwenye sela, lockdown, anampata yuko pale na alikuwa Kenya Mombasa. Haleluya. Hicho kipaji kama angekuwa mnyenyekevu na mtiifu hangeakipata, kingeapotea. Danieli alikuwa kwenye lockdown, ndio maana usipoteze muda wako wa lockdown. Alikuwa kwenye lockdown kwenye tundu la simba. Amekaa na simba pale. Mungu amezuia wasimle. Mfalme anaitana, Daudi yuko hai. Ile hali ya lockdown, ile experience yake inafanya mfalme aseme kuanzia leo hakuna Mungu mwingine ila Mungu wa Danieli. Usipoteze muda wako wa lockdown. Unautumiaje? Kwenye televisheni siku nzima kuangalia negative news, mambo tu, watu wamekufa wangapi na corona, itakuwa ngapi wiki ijayo, mwezi ujao. Tunajimaliza kwa ndani. Leo tafuta kujua Mungu anataka nini na wewe wakati wa lockdown, utimize kile Mungu amekusudia, kwa maana Mungu anakusudi na kila jambo, hata lockdown ya COVID-19. Anakusudi na wewe na mimi. Shadrach, Meshach na Abednego
walieko kwa lockdown ya moto. Biblia inatuambia ile miale ya moto ilikuwa inaenda mita 25. Wako kwenye lockdown, wamekataa kuabudu miungu mingine. Wamea mfalme la hasha, heri tufe, heri tuwe kwenye lockdown, kwenye moto tuchomeke pale, lakini siabudu miungu mingine. Taabudu Mungu wa kweli peke yake. Wewe bado unaabudu Mungu wa kweli ama ni mashaka, manunguniko? Wakiwa kwenye lockdown pale, Mungu anatuma malaika, anasukuma miale ya moto nje. Biblia inatuambia wale askari waliwatupa ndani, ile miale iliwachoma wakafa. Pale ndani ya moto kaa na breeze, upepo, unyevunyevu. Mfalme akasema, jamani, iteni hao jamani, wakatoka nje. Akasema, kuanzia leo hakuna kuabudu Mungu mwingine ila Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Wewe unaitumiaje lockdown yako? Ndio jambo la kujiuliza leo. Usipoteze muda wako wa lockdown. Jaribu kutafuta mapenzi ya Mungu. Hata Yesu mwenyewe anatufundisha, anatuambia ukiwa mnyenyekevu na mtiifu, vita ni vyake si vyako. Yeye mwenyewe anatuambia kwenye Yohane 5:30, siwezi fanya chochote sio kwa mamlaka yangu tu, mimi nafanya kulingana na kile Baba ameniambia. Siwezi hukumu peke yangu, na hukumu kulingana na mapenzi ya Baba. Yaani siko hapa kwa ajili ya mapenzi. Yaani Yesu ni Mungu na anajaribu kutuonyesha umuhimu wa kuwa chini ya mtu mwingine. Anatuambia chakula changu ni mapenzi ya Baba, umuhimu wa kuwa under authority. Mimi niko chini ya mamlaka ya kanisa. Mungu aliachia Petro funguo, akamwambia lolote umefungia limefungiwa, ukifungulia umefungulia. Leo hii nikaambiwa Steve simama, nitasimama. Sababu nitajua Mungu amekubali, na sababu ametaka kunijaribu tukana nitakuwa mnyenyekevu na mtiifu. Mimi niko fully Catholic, fully charismatic. Na msikilizaji wangu, siko hapa kubadilisha uwe Mkatoliki, la hasha. Langu mimi ni kuhubiri neno la Mungu tu. Hayo mengine ni ya kwako, Yesu akusaidie. Hii platform ya YouTube ni ya kuhubiri neno la Mungu. Ndio maana yanakuja yale ya Kiingereza kila Jumamosi jioni, ili Jumapili uende kanisani. La Kiswahili nakuja Jumapili jioni, bado umetoka kanisani, kwa maana hili si kanisa lingine, la hasha. Ni neno la Mungu tu. Unatumiaje lockdown yako? Sio wa kwanza kuwa kwenye lockdown. Mungu ametumia lockdown kuleta mambo makubwa duniani. Maeleza machache ya Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Mtumishi wa Mungu Yohane ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo, alipatiwa ufunuo huu akiwa kwenye lockdown kule Patmos Island. Alikuwa ni kama mfungwa, amewekwa kule kwenye ile island inaitwa Patmos, ndio ametoa ule ufunuo. Ukisoma Yohane, Ufunuo wa Yohane sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, alafu ruka mstari wa 9, utaona kwamba Yohane alipatiwa ufunuo, malaika alitumwa kwake, akapatiwa ufunuo huu akiwa kule Patmos, akiwa kwenye lockdown. Ndio ufunuo huu wa ajabu tumeupata. Lockdown, Mungu ana sababu. Kwa nini Mungu amekubali lockdown hii? Muulize wewe mwenyewe, sababu yako ya kuwa kwenye lockdown ni nini, ili ukamilishe kusudi la Mungu katika hiyo hali. Mungu anasema mambo yote yanatendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu. Haleluya. Wacha manunguniko, anza kusikiliza Mungu anataka nini na wewe kwenye lockdown. Hebu angalia mtumishi wa Mungu Yusufu. Yusufu, Mungu anamwambia ndugu zako atakuinamia. Badala inamiwe, wanapanga kumuua. Wanamuuza na kuwa mtumwa, anaenda kule Egypt kwa Misri kule. Anafanya kazi kwa Potifa yule, mke wake anamtamani, anakataa kula naye, anakimbia. Huyu anapiga kelele, asema huyu kijana Myahudi anataka kunajisi, anafungwa gerezani zaidi ya miaka 2, lockdown. Anawekwa kwenye gereza. Pale gerezani kwenye lockdown bado anasikiliza Mungu. Hajaondoa ile neema, ile Roho Mtakatifu bado anawaka ndani. Kuna kitu ndani Mungu anafanya. Anapewa kipaji cha pili akiwa kwenye lockdown, kwenye gereza. Anaanza kutafsiri ndoto. Baada ya tafsiri ndoto ya mfalme, anatolewa kule akiwa mfungwa, anashuka hapa nje akiwa mfungwa mbele ya mfalme, anainuliwa kutoka mfungwa mpaka waziri mkuu, prime minister.
hiyo inatokana na the lockdown experience. Kilichotendeka kwenye lockdown. Nini kinatendeka kwenye lockdown yako leo hii? Ndio swali kubwa. Mungu anataka kutumia lockdown yako. Usifanye ibilisi akachukua mamlaka akatawala kwenye hali hii. Mungu ana sababu na lockdown yako. Mimi niliambia watu wa Taveta na Taita eti kwenye lockdown hii kweli nilikuwa sure sitapoteza muda wangu. Lakini wakati ule nilijua kitu kikubwa nitafanya ni kuja kuandika kile kitabu cha taa. Ili baada ya lockdown tutawapatia kitabu kinasema uliumbwa mbarikiwa sio mlaaniwa, sababu za laana ndio hizi humu ndani. Njia ya kutoka ndio hii. Pengine kitatoka tu. Sijui mwaka huo au mwaka ujao, Mungu anajua. Lakini sikujua kwamba Mungu alikuwa amepanga mengine makubwa. Sikujua hali hii ya YouTube itatokea. Mungu alikuwa amejua. Na muomba Mungu akubali iendelee. Ndio sala yangu. Lakini kumbuka niko chini mamlaka ya kanisa. Petro alipewa ufunguo. Ukisoma Biblia, Matendo ya Mitume 16 kuanzia 23 na 33, utaona hadithi ya Paulo na Sila. Paulo na Sila walikuwa kwenye lockdown, walikuwa kwenye prison. Walikuwa wamefungwa. Baada ya kufanya kazi ya Mungu, wanapigwa, wanawekwa gerezani. Tena Biblia inatuambia waliwekwa gerezani, chumba kile cha ndani kabisa, kule ndani. Wakafungwa na minyororo na askari wakawekwa pale nje. Lockdown ya ajabu mno. Angalau wewe na mimi tunatembea tembea. Wale ilikuwa hawezi, yani wako kwenye chumba cha ndani gerezani, alafu minyororo wamefungwa na chains, alafu kumefungwa. Lockdown ya ajabu mno. Lakini bila atuambia Paulo na Sila wakiwa gerezani kwenye lockdown walianza kusifu na kuabudu Mungu. Wale wafungwa wengine wa kwenye lockdown kazi yao ni kusikiliza. Paulo na Sila wanasifu, wanajua Mungu wao, wanasifu. Wewe unafanya nini na lockdown yako? Je, unamsifu Mungu, unamwabudu au ni kunungunika? Je, unasoma Biblia, unamtafuta au ni manunguniko? Badilisha hiyo leo. Wanasifu, wanaabudu, wale wafungwa wengine wanasikiliza. Biblia inasema katokea mtetemeko. Naomba leo kuwe na mtetemeko kwenye maisha yako. Naomba kuwe na mtetemeko kwenye lockdown yako leo. Hiyo minyororo kama ya Paulo na Sila na wale wafungwa wengine ivunjike, ikatike kabisa kwa jina la Yesu. Wanasifu, wanaabudu, kunakuwa na mtetemeko. Mtetemeko umeshuka, ile minyororo yote imekatika kabisa. Wako huru. Yule askari ameamka, ameona milango ya gereza iko wazi na alifunga. Minyororo haipo, akajua jamaa ametoroka. Biblia inatuambia akachukua upanga anataka kujitoa uhai. Paulo akasema kwa sauti kubwa, usijiue, tuko hapa wote. Askari anacha tochi, anamlika, anaona wapi? Akatulia. Biblia inasema akapiga magoti mbele yao, akasema waheshimiwa. Haleluya. Wafungwa kwenye lockdown unaitwa waheshimiwa. Wewe kwenye lockdown nao unaitwa nani? Lockdown yako unaitwa nani? Waheshimiwa, watu wa maana, honorable. Yule askari anauliza, nifanyeje nipate kuokoka? Kumbe hata wokovu unapatikana kwenye lockdown. Nifanyeje nipate kuokoka? Paulo na Sila anamwambia, mwamini Yesu, batizo kwa jina lake, mwamini, mwishie, utaokoka. Rahisi. Jamaa anapeleka nyumbani, anaogesha, wanahubiri, familia nzima inaokolewa. Kumbe hata kwenye lockdown family mzima inaokolewa. Minyororo inakatika, vifungo vinaondoka, familia inaokolewa kwenye lockdown. Wewe je, unafanya nini na lockdown yako? Nataka nikuambie msikilizaji wangu, shuhuda ambazo nimepata kwa mwezi huu 1.5 tangu YouTube channel ianze. Jinsi imeanza kimiujiza hivyo. Zile shuhuda nimepata jamani. Yaani namshukuru Mungu sana wa mbinguni, sikupoteza muda wangu wa lockdown. Hata kana kwamba inaweza fungwa leo, nashukuru Mungu kwa sababu sikupoteza huo muda. Angalau nimejaribu kutumia kufanya kitu. Shuhuda napata mpaka Amerika. Mahali sijawahi kanyanga. Sijawahi. Lakini napata shuhuda hata Amerika, Mungu anafanya kitu kwa watu. Napata shuhuda toka sehemu nyingi mpaka Spain.
Sikudhania. Mimi nilijua nakuja naandika kitabu changu cha 5 tu, niende nikahubiria watu 20, 100, mke na mume, wengine hawaji. Asa nikufikia watu mataifa kwa njia mbaya sikuwahi dhani. Mungu alikuwa anajua kwa lockdown. Mama moja akanipigia simu, kaniambia Steve, akanipa ushuhuda wake, ushuhuda wa ajabu mno. Baadaye ananiambia Steve, naomba nikutane na wewe nimpe Yesu maisha niokoke. Kaambia jamani, hauhitaji kukutana na mimi umpe Yesu maisha. Tayari wewe ni mbatizwa. Ni kujitoa kwa Mungu, ni kufanya ile U-turn tulizungumzia, sio roundabout. Ni kumwambia Yesu umeamua kuacha dhambi, unamkaribisha moyoni mwako, unaamua kuishi ubatizo wako, yale maagano unayaishi kweli. Huo ndio wokovu wa kweli. Kristo anasema kwenye Warumi, kama mkikiri kwa vinywa vyenu ya kwamba Yesu ni Bwana, yaani ukiri Bwana wa Yesu na uamini moyoni, na hiyo kuamini ndio muhimu zaidi. Kwa maana neno anasema Yesu ni Bwana, auamini. Anasema mkikiri Yesu ni Bwana na muamini moyoni mtaokoka. Kuamini moyoni ni kufuata zile njia za Mungu. U-turn, sio roundabout, mtaokoka. So, napopata shuhuda kama zile jamani, nashukuru Mungu sipoteza muda wangu wa lockdown. Naomba Mungu sipoteze muda mwingine kama ulikuwa unapoteza. Kama ulikuwa na muda wote ulikuwa televisheni, badilisha. Nakumbuka siku moja nikiwa kule Dandora, Holy Cross Catholic Church. Tumekuwa na seminar, sikumbuki kama ilikuwa ya weekend tu ama ilikuwa wiki nzima. Lakini nakumbuka siku ile ya mwisho nikamalizia na sehemu hii ya Paulo na Sila. Kambi wa Kristo wa jamaa walisifu wakaabudu wakiwa kwenye lockdown, kwenye gereza. Minyororo ikakatika. Nikamwambia leo huduma tafanya kwa kusifu na kuabudu. Praise and worship walikuwa wamejiandaa sawa sawa. Kusifu na kuabudu Mungu tu. Na nikaeleza ukisifu na kuabudu kwa roho na kweli, minyororo leo inakatika kama ya Paulo na Sila. Sasa ajabu ni kwamba tulipokuwa na sifu na kuabudu, mama mmoja akawa anatoka nje mbio, anafuatwa na mhudumu, anaingia chooni, anakaa, anarudi. Anakuja anasifu na abudu tena nje mbio. Nikaa nashangaa mama kuna nini? Kamaliza huduma, karudi Mombasa. Kapigiwa simu, shuhuda, bonge la shuhuda. Huyu mama alikuwa amefunga tumbo, haezi enda choo kikubwa kwa muda karibia miezi 6. Anapewa madawa, inatoka kidogo inafunga. Ilikuwa saa pasuliwe atolewe choo kwa upande. Amekuja kwenye seminar, mimi na ubi nasema ukiabudu Mungu kwa roho na kweli, minyororo itakatika. Mama akeka hiyo imani, akawa na sifa na abudu kweli. Katikati ya kuabudu akasikia kule nyuma, akasikia kume minyororo imeanza katika mbio chooni. Tayari mambo yanatendeka. Zile nguo za ndani amechafua, akaosha huko, akavaa zikiwa vile, akasema utamu wa Yesu, akarudi, akaabudu tena, akasikia kule chini mbio, alifunguliwa hivyo. Ndio bonge la shuhuda ambalo nilipokea baada ya kutoka kule Dandora Holy Cross. Leo inaweza kuwa ni siku yako. Huyu Mungu ashindi. Huyu Mungu anaweza. Juu tumezungumzia kuhusu tumaini ambalo halifi la milele. Tumezungumzia Mungu asiye na kipimo. Tumezungumzia tumaini la milele. Tumezungumzia uzima wa milele tunauhakika kwa maana Kristo ameshinda dhambi na mauti. Mbona tukae kwenye lockdown kama Kristo yuko kaburini? Ndugu yangu amka. Bila asema arise and shine, simama na uangaze. Jaribu kutambua mapenzi ya Mungu nini kwako wakati huu. Jaribu kusema naye, kumsikiliza, ujue mapenzi yake na utimize, ili usipoteze muda wako wa lockdown. Kama umepoteza, achana na historia. Kuanzia saa songa mbele na Kristo mfufuka. Kwake yote yanawezekana. Naomba leo tuombe mambo matatu. Kwanza kabisa, Mungu apate kukufunulia na anifunulie mapenzi yake kwako na kwangu wakati huu wa lockdown. Hata kama mataifa yanafunguliwa polepole, bado mambo hayajafunguka kama kawaida. Watoto bado hawapo shuleni, makazi mengi, makampuni mengi hayajafungua, bado mambo hayajarudi kawaida. Watalii hatujaona kama kawaida. So uliza Mungu wakati huu ambao ni mgumu. Hata salimiani kwa mikono, bado social distance. Mapenzi ya Mungu, nia ya Mungu kwako na kwangu ni nini? Ni jambo la kwanza.
Jambo la pili, tuombe Mungu baada ya kujulisha mapenzi yake atupe neema ya kukamilisha mapenzi haya. Neema ya kukamilisha mapenzi haya. Na tatu, naomba Mungu wa mbinguni akutane na matamanio yako na nia zako na mahitaji yako na ya kwako. Anajua tayari. He knows. Utamwambia mengine hata yale ambayo hujamwambia anajua. Kama kuna mnyororo yoyote, kama kuna vifungo vyovyote, naomba kwa hiyo neema ambaye Paulo na Sila walipokea, hiyo neema ya dandora mama aliyefunguliwa, naomba minyororo yako yote ivunjike kwa jina la Yesu. Mungu akufungue, akuponye na akubariki. Ukiweza funga macho yako. Mungu mfalme, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Bwana, unatukumbusha kwamba kila jambo linatendeka kwa wema kwa wanaompenda Mungu. Mungu, tunakupenda, tunakutamani. Tunavutwa tu na tamaa za dunia na marafiki wanaotumika. Mungu, tusaidie kujua kuangalia kwa macho ya ndani. Fungue macho yetu ya ndani. Tuhurumie, samehe kwa kutokuamini. Tutakase kwa damu yako takatifu. Bwana, tupe neema ya kufungua mioyo yetu kaingia ndani kafanya makao, ili tukapokea wokovu wa kweli. Bwana, tunakiri ya kwamba wewe ni Mungu wetu na Bwana wetu na kimbilio tegemeo. Wewe ni mwokozi wa maisha yetu. Tupe neema ya kuamini na kutii. Tufunulie nia yako wakati wa lockdown, Mwenyezi Mungu. Hata wakati mataifa yanafunguliwa polepole, funulie nia yako kwetu sisi ni nini, na utupe neema, msikilizaji wangu nani, ya kuweza kutii na kukamilisha kile umekusudia. Zaidi ya hayo Baba, nyosha mkono wako wa nguvu na uponyaji. Tuponye akili, roho na nafsi. Vunja na ukatekate mnyororo yote na ivunjike na ikatike kwa jina lako Yesu. Tuweke huru, tuponye, tufungue, tubariki na utulinde hapa duniani. Utufanikishe hapa duniani mpaka tuje kwako mbinguni tuishi naye milele yote. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa, ukitamani kuendelea kupokea mafundisho, jisajili kwa mtandao huu wa YouTube kwa kubonyeza kile kidude cha subscribe. Baada ya hiyo, hakikisha ile kengele notification pia umebonyeza, ili kila wakati fundisho linapeperushwa unapata ujumbe mdogo kwa simu yako ya mkononi. Pamoja na hiyo, natamani nikueleze tu, wakati huu wa COVID, wa lockdown, natumia simu yangu ya mkononi selfie video kurekodi. Kwenye selfie video, mkono wa kulia unaonekana kama ni mkono wa kushoto. Huu ni mkono wangu wa kulia, lakini kifanya ishara msalaba inawezekana ukafikiri ni mkono wa kushoto. La hasha, natumia mkono wa kulia. Mungu akipenda, baada ya COVID na lockdown, ataniwezesha kupata mtambo mzuri wa kufanya recording ya mafundisho haya ili iwe sawa sawa. Mungu akubariki, anibariki. Tukutane kwa fundisho linalofuata. Asante na Mungu akubariki sana.